إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ndugu mliohudhuria, mashekhe, viongozi, Waislamu, maimamu, tuko hapa kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala kutoa tamko la umoja wa wanazuoni wa Kiislamu mkoa wa Mwanza, likizingatia tafakuri ya Baraza la Maaskofu TEC kuhusu vurugu zilizotokea nchini tarehe 29 Oktoba 2025, siku maalum iliyotengwa kwa ajili ya kupiga kura kitaifa. Kwa hiyo hili ni tamko la umoja wa wanazuoni la mkoa wa Mwanza. Ndugu Waislamu, maimamu, mashekhe na viongozi wa Waislamu, ndugu wananchi wenzetu, ndugu waandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi Waislamu tukiwa viongozi wa mkoa kutoka umoja wa wanazuoni wa Kiislamu, tukiwa pia ni wananchi na wazalendo wa Tanzania, tumekusanyika hapa kuelezea hisia zetu dhidi ya matamko kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kidini ambayo tunayaona yalilenga kupotosha hali halisi iliyotokea. Hii leo Jumapili tarehe 23 Novemba mwaka 2025, nasi kwa niaba ya Baraza la Wanazuoni wote walio chini ya taasisi ya Hayatul Ulama tunakiri kuwa nchi yetu Tanzania inapitia kipindi kigumu sana, tena kipindi kizito cha majaribu makubwa ambayo hatukuwahi kuyaona wala kuyazoea ndani ya miaka ya uhuru wetu, ambao uhai wa uhuru wetu tokea kupata uhuru umejaa amani, mshikamano kwa raia wote kitaifa, bila kujali kabila zetu, dini zetu, rangi zetu na ukanda tutokao. Tukio la vurugu lililotokea, na tunasisitiza neno vurugu, zilizotokea tarehe 29 Oktoba, ambalo tulishuhudia baadhi ya vijana wachache wa Kitanzania wakiingia mitaani kupora mali za watu, kuchoma magari ya watu na ya serikali,
kuchoma vituo vya polisi na ofisi za serikali, pamoja na kuchoma vituo vya mafuta na kuharibu miundombinu ya taifa letu na kuharibu majengo ya watu binafsi, sisi wanawazuoni wa mkoa wa Mwanza tumeyaona yote hayo kuwa ni vitendo viovu vilivyofanywa na wahalifu, na hatuoni dalili zozote za kuyaita matendo hayo kama ni maandamano ya kudai haki. Mtu yoyote mwenye akili timamu hawezi kuyapa jina vitendo hivyo ati kulikuwa na maandamano ya kudai haki. Tumesikitishwa sana kuwasikia baadhi ya viongozi, nao ni baadhi tu ya maaskofu, wakiyaita na kuyapa majina la maandamano kwa yale tuliyoyashuhudia yakitendwa. Pamoja na kuwa tunafahamu wazi kuwa vijana hao walisukumwa na matamko ya viongozi, lakini kwa bahati mbaya hawakuonekana viongozi kwenye vurugu zile, hawakuonekana, wala watoto wao hawakuonekana, wala jamaa zao na wala marafiki zao hawakuonekana, na wanachama vile vile katika vurugu zote zile. Uchunguzi utathibitisha pia kuwa hata vijana wa Kitanzania waliokamatwa hawakuwa ni wanachama wa kawaida. Tusubiri uchunguzi. Matamshi ya viongozi wakuu ndiyo yaliyochochea sana vijana wa taifa hili kufanya vurugu zile ambazo ziliwalazimisha vyombo vya dola kuingia na kuzuia vitendo vile, na hilo likasababisha vifo, majeraha, hata vilema vya muda na vya kudumu, bila ya kuwepo sababu ya kusababisha yote hayo yatokee. Tumesikitishwa sana na kuumizwa mioyo yetu kwa yaliyowapata vijana wa taifa hili. Tunalaani matamko yaliyowasukuma vijana wafanye uhalifu huo, kwani bila vijana kuambiwa wakinukishe, basi vifo, majeraha na uharibifu wa mali visingetokea. Tunalaani matamko yenye kuashiria kuwa eti uhalifu ule ulikuwa na nia ya kudai haki. Watanzania hatuna utamaduni wa kudai haki kwa mtindo ule. Hatuna utamaduni huo. Wazee wetu, mashehe zetu tunawakumbuka leo, na ni vizuri vijana wa leo wakakumbuka haya ambayo tunawakumbusha. Wazee wetu wakiwemo miongoni mwao akina Mshume Kiate, hajulikani, Sheikh Chaurembo, vijana wa leo hawamfahamu. Bibi Titi Muhammad hafahamiki wala hatajiki. Sheikh Suleiman Takdir, Sheikh Muhammad Ramia wa Bagamoyo, mufti wa kwanza wa nchi hii, Sheikh Hassan bin Amir, Mzee Ali Komorian, Sheikh Haidari Mwenyimvua, Sheikh Mwenyimvua Mwenyikambi, Sheikh Yusuf Badi, Sheikh Abdallah Rashid Sembe, pamoja na vijana wa enzi hizo wakina Bilali Rehani Waikela, Idi Faizi Mafongo, Kleist Sykes, Abdul Wahid Sykes, Ali Sykes, Abbas Sykes,
Dosa Aziz, wote hao na wengineo ambao hatukuwataja waliitafuta na kuipigania haki, waliitafuta na kuipigania haki ya kujitawala Watanganyika kwa njia ya amani na dua, ikiwemo kufunga saumu, kuchinja wanyama, na wakamjumuisha Mwalimu Nyerere katika kudai haki ya kujitawala kwa ibada ya kufunga saumu na kuchinja. Mwalimu Nyerere mwenyewe ambaye alikuwa Mkatoliki ameyakiri haya hadharani. Vijana wa Tanzania wafahamu hayo. Yawezekana kabisa viongozi na vijana waliofanya vurugu zile hawaijui historia hii, au wanaijua lakini wanaipuuza. Hawaijui historia ya Waislamu kushirikiana na Mwalimu Nyerere Mkatoliki kupigania uhuru, kuitafuta haki ya kujitawala, wakitumia midomo yao na ibada za kumwomba Mungu. Waislamu hao zama hizo, wengine wengi wakiwa ni vijana matajiri, hawakutumia nguvu, fujo na vurugu za kuchoma moto mali za wakoloni. Waislamu na vijana wale hawakufanya hayo, bali walidai haki ya uhuru kwa njia za amani na dua. Yawezekana kabisa viongozi wa Chadema na baadhi ya maaskofu kutoka Teki pamoja na vijana waliofanya uhalifu ule tarehe 29 Oktoba hawajui kuwa licha ya ushiriki mkubwa sana wa mashehe wale tuliotaja na ambao hatukuwataja na Waislamu wa enzi za kudai uhuru, Mwalimu Nyerere mara tu baada ya Tanganyika kupata uhuru akawaweka kizuizini mashehe wengi sana. Mwalimu Nyerere aliwaweka kizuizini mashehe wengi sana, na kiongozi wa Waislamu mufti wa kwanza Hassan bin Amir akafukuzwa nchini kwa amri inayoitwa Prohibited Immigrant PI. Licha ya uovu huo na unyama waliofanyiwa mashehe na Waislamu waliokuwa bega kwa bega na Mwalimu Nyerere, Waislamu nchini hatukuandamana wala hatukuchoma moto mali za serikali. Waislamu hawakutoka barabarani kufanya vurugu na uhalifu kwa kisingizio cha kudai haki. Hawakufanya hivyo. La hasha. Ni vyema vijana wa leo na baadhi ya viongozi wa kidini kutoka Baraza la Maaskofu Teki wakaelewa utamaduni na tabia hii ya Waislamu. Wakaelewa vizuri. Licha ya Waislamu kuuawa, hili ni jambo lingine. Licha ya Waislamu kuuawa kule Pemba wakati wa utawala wa Mheshimiwa Rais Benjamin William Mkapa na wengine kufanywa wakimbizi hadi hii leo, licha ya mauaji ya Waislamu Mwembechai na kupigwa marufuku kitabu kiitwacho The Mwembechai Killings kilichoandikwa na Profesa Hamza Njozi, kupigwa marufuku kitabu kile ilikuwa ni njama ya kuwaziba midomo Waislamu wasiseme haki yao. Maneno haya si yangu, ya kupigwa marufuku kitabu hiki kilichoandikwa na Profesa Hamza Njozi kikielezea mauaji ya Mwembechai ameyataja mwenyewe Mheshimiwa hayati Rais
Benjamin William Mkapa katika kitabu chake. Vijana wasome. Vijana wasome historia hizi. Licha Waislamu kuuawa kule Rufiji na Ikwiriri, akiwemo shekhe aliyeuawa akitoka msikitini kusali, Waislamu hawakudai haki zao kwa maandamano na vuguvugu za mitaani. Chadema na baadhi ya maaskofu hatukuwasikia wakikemea mauaji yote hayo, labda kwa kuwa waliouawa walikuwa ni Waislamu. Vijana wa leo waelewe kuwa haki hizo ambazo Waislamu walidhulumiwa, sisi hatukuzidai kwa kuchoma moto ofisi za serikali wala kuiba mali za watu binafsi, wala hatukuandamana. Wakati wa utawala wa Mwalimu Nyerere, hali ya maisha ya kawaida ilikuwa ngumu sana. Wakati wa utawala huo, chai ilikuwa ikipikwa bila ya sukari. Pipi zilisagwa ili angalau chai iwe na utamu. Lakini hatukuandamana wala kupora mali au kuharibu miundombinu ya taifa hili. Waelewe kuwa wakati wa awamu ya kwanza ya utawala wa Mwalimu Nyerere, ukikutwa na tubu moja ya Colgate, dawa ya kupigia mswaki, unakwenda jela kwa kosa la uhujumu uchumi. Tukiyazungumza haya, vijana wengi wanaweza wakadhania hii ni tamthilia, lakini haya yalitendeka katika nchi hii. Enzi za utawala huo kulikuwa hakuna sabuni, ndugu zangu. Vijana wa nchi hii, 60% ya Watanzania ni vijana, wasikie haya. Enzi za utawala huo kulikuwa hakuna sabuni ya kufulia wala sabuni ya kuogea. Tulikuwa tunatumia magadi na mikaratusi kufulia. Pamoja na hali ngumu kiasi hicho, baadhi ya maaskofu wateki hawakuthubutu hata mara moja kutoa waraka wala kukemea au hata kutoa tafakuri juu ya hali mbaya ya maisha ya enzi za utawala wa Mwalimu Nyerere. Jiulizeni ni kwa nini wakati wa utawala uliokuwa kwenye enzi za Mheshimiwa hayati Waziri Mkuu Edward Lowassa, ndio wakati wa ufisadi wa fedha za walipa kodi Tanzania ulishamiri. Sote tunakumbuka na hatujasahau ufisadi wa akaunti za escrow kwa mabilioni na mabilioni. Sisi Waislamu tunakumbuka namna ambavyo benki ya Wakristo ilivyotumika kutakatisha fedha ambazo mpaka baadhi ya maaskofu walibeba fedha zile kwa magunia. Askofu mmoja alibeba milioni 80 na laki 9. Mwingine alibeba milioni 40. Na baadhi ya mawaziri walibeba fedha wakaziita hizi ni pesa za mboga. Matukio hayo yakasababisha Mheshimiwa hayati Edward Lowassa kujiuzulu wadhifa wake. Swali, je, mliwasikia maaskofu wateki wakitoa waraka? Je, walikemea wizi na ufisadi huo? Jiulizeni ni kwa nini hawakukemea ufisadi ule. Yawezekana kabisa hawakukemea bila shaka kwa kuwa waliohusika na ufisadi ule ni watu wa dini yao. Ufisadi wote huo ukitendeka,
viongozi wakuu wa Chadema walikuwa bungeni, hawakususia ubunge wao kuwatetea Watanzania na kutetea mali za Watanzania. Hawakususia ubunge wao. Kwa nini? Jibu ni kuwa huko bungeni walikuwa wanapata maslahi na posho na mishahara minono. Hawakujali kuliwa kwa fedha za Watanzania. Kwa sasa kelele hizi ni kwa sababu hawana maslahi na hawamo bungeni, ndio maana wanakinukisha. Sisi Waislamu hatujasahau matokeo ya sheria ya kudhibiti ugaidi ilivyotuathiri. Hatujasahau. Licha Waislamu wengi wakiwa na wataalamu wao wa sheria walivyoipinga sheria hiyo, ikiwa katika hatua ya mswada, sheria hiyo ikapitishwa na bunge letu bila kuzingatia vilio vya Waislamu. Nini matokeo yake? Matokeo ya sheria hiyo tumeyashuhudia. Mashehe wetu na Waislamu zaidi ya 500 walikamatwa kwa tuhuma za ugaidi na kuswekwa rumande. Wengine walikaa rumande miaka 5, wengine miaka 7, wengine miaka 10, na baadhi yao wamefariki huko rumande. Waislamu hatujasahau hilo, kwani hadi hivi sasa bado wamo Waislamu wengi huko magerezani kwa tuhuma za ugaidi. Ndugu Waislamu, ndugu viongozi, ndugu maimamu, ndugu mashehe na ndugu wa Tanzania, licha ya madhila na mateso hayo walioyapitia ndugu zetu Waislamu pamoja na mashehe mbalimbali wakiwemo Sheikh Mselem Ali na Sheikh Faridi wa Zanzibar, Waislamu hatujaandamana, hatujaingia mitaani. Kibaya zaidi, hatujawasikia Chadema wala maaskofu wateki kutoa waraka kulaani vifo vya Waislamu hao na kukemea uvunjifu wa haki za Waislamu hao. Sisi Waislamu hatujasahau zile hatua za kanisa Katoliki walizochukua pale Msimbazi Center, Dar es Salaam, ambapo Padri Kitima alipowakutanisha viongozi wa Chadema. Padri Kitima aliwakutanisha viongozi wa Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Waislamu tusingelifahamu haya. Siri kubwa hiyo ya vikao vingi vya upatanishi hivyo vilivyofanywa kwa siri vimekuja kufichuliwa na mwenyewe Tundu Antipas Lissu. Padri Kitima na kanisa lake halikusema hadharani kuwa lilikuwa na vikao vya upatanishi. Halikusema. Ina maana walikuwa wanafanya vikao hivi kwa njia ya siri. Kwa nini Padri Kitima na kanisa Katoliki liwe na uchungu mkubwa juu ya mzozo wa kisiasa wa viongozi hao wawili tu? Uchungu na upata wapi? Ndani ya Chadema, tukumbuke, vijana wakumbuke, ndani ya Chadema kulikuwa na mzozo kati ya Freeman Mbowe na Zitto Kabwe. Hatukusikia kanisa wala Padri Kitima akifanya usuluhishi. Ndani ya Chadema kulikuwa na mzozo kati ya uongozi wa juu na Salum Mwalimu. Hatukusikia kanisa wala Padri Kitima wala jopo la maaskofu likifanya jitihada za kusuluhisha mizozo hiyo. Kwa nini Padri Kitima na kanisa lake wachukue masiku kadhaa na muda mwingi wa kanisa kuwasuluhisha wakina Mbowe na Tundu Lissu tena kwa siri? Zitto Kabwe na Salum Mwalimu ni Waislamu. Yawezekana ndio sababu yenyewe. Ni dhahiri kabisa
Padri Kitima na kanisa halikuona uchungu wala halikuona kuwepo na maslahi ya kanisa katika kuwapatanisha akina Zitto Kabwe na Salum Mwalimu walipozozana na viongozi wao wa Kristo Freeman Mbowe na Tundu Lissu. Mbali na mizozo hiyo, sisi Waislamu tunakumbuka mzozo wa kisiasa ndani ya chama cha CUF baina ya Maalim Seif Sharif Hamad na Profesa Ibrahim Lipumba. Mzozo baina ya wanasiasa hao wawili ulikuwa mkubwa sana, lakini Padri Kitima na kanisa Katoliki halikuchukua hatua za siri kuwapatanisha wanasiasa hao. Jiulize ni kwa nini? Jibu lake ni kuwa Maalim Seif Sharif Hamad na Profesa Ibrahim Lipumba ni Waislamu, ambapo Padri Kitima na kanisa lake hawana uchungu wala hawana maslahi ya kupata kwao wanasiasa hao Waislamu. Kwa matukio haya, sisi Waislamu ndipo tunapounganisha uhusiano wa chama na kanisa lake ndani ya hiyo Chadema. Uthibitisho wa mafungamano hayo ya siri umetobolewa na Mheshimiwa Tundu Lissu kama nilivyosema awali. Hizi ni fadhila za Allah kwetu sisi Waislamu kutufunulia makubwa na mazito yaliyopangwa na kufanywa kwa maslahi ya Baraza la Maaskofu TEC. Rejea Qur'an sura ya 3 aya ya 119. Baada ya kuyasema machache haya kati ya mengi ambayo tunayafahamu, tunawaomba, tunawasihi vijana wananchi wa nchi hii wasiingizwe katika mkumbo wa madai ya haki yakipigiwa zumari kwa sauti kubwa kutoka Chadema na wasiri wao wakubwa. Aidha, tungependa wananchi wa Tanzania waelewe, kudai haki ya mmoja wetu isipelekee kuvunja haki ya Mtanzania mwingine. Naomba nirudie hapa. Kudai haki ya mmoja wetu isipelekee kuvunja haki ya Mtanzania mwingine. Katika kipindi cha takriban siku 10 za vurugu baada ya tarehe 29 Oktoba, tumeshuhudia mahakama zikifungwa kwa kukosekana amani. Vyombo vya kutoa haki, vyombo vya kutafsiri sheria za nchi hii vilifungwa kwa kukosekana amani. Hivyo haki kukosekana, kwa amani hiyo haki tunaitafuta, ikibidi huko mahakamani itapatikana vipi hiyo haki ikiwa mahakama zimefungwa au kukosekana? Amani, vijana wa nchi hii, amani, wananchi wa nchi hii, amani ndio uwanja wa kutafutia haki. Amani ndio uwanja wa maridhiano. Amani ndio uwanja wa maendeleo. Amani ndio uwanja wa kufanya siasa. Pasipo na amani yote hayapatikani. Ndani ya siku 10 za vurugu kulikuwa hakuna siasa. Ndani ya siku 10 za vurugu kulikuwa hakuna kutafuta haki mahakamani. Ndani ya siku 10 za vurugu kulikuwa hakuna biashara. Ndani ya siku 10 za vurugu wagonjwa walipata shida na wengine wamefariki. Tunawashukuru mashehe zetu nchi nzima pamoja na maimamu nchi nzima na viongozi katika taasisi zote za Waislamu nchi nzima kwa msimamo wao wa kuhubiri amani, kwa msimamo wao wa kuhubiri amani kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Tunaunga mkono matamko ya viongozi wetu wote wa kitaifa
kutoka BAKWATA makao makuu, BASUTA makao makuu, Hayatul Ulama makao makuu, wakiungana kwa pamoja katika kauli ya matamko yao kuwa haki itafutwe pakiwa na amani. Haki itafutwe pakiwa na amani. Isitafutwe haki kwa vurugu na uvunjifu wa amani. Ndugu Waislamu, mashekhe na viongozi, tumalizie kwa kusema yafuatayo. Mosi, kwanza tunaiunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika uzinduzi wa bunge la 13. Tunaiunga mkono. 2, tunaupokea mkono wa maridhiano aliyounyoosha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na tunawaomba Watanzania wote na hasa vijana nao wapokee mkono huo wa juhudi za kuleta maridhiano kwa yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba na siku chache mtawalia. 3, tumeridhia tume iliyoteuliwa na Mheshimiwa Rais ya kuchunguza yaliyosababisha vurugu zile, na tunaiomba tume ifanye uchunguzi kwa uadilifu mkubwa na isimuonee haya yoyote yule aliyehusika kuchochea vurugu zile, bali wachochezi wote watajwe hadharani. 4, tunaipinga kwa nguvu zote kauli ya Chadema iliyotolewa na Mheshimiwa John Heche dhidi ya tume hii ya Mheshimiwa Rais, ikiongozwa na majaji wakuu 2 wastaafu. Tumeshangazwa na kusikitishwa na kauli ya John Heche ya kutokuwa na imani na majaji hao 2 wastaafu, wakati John Heche na Tundu Lissu siku chache tu, miezi michache tu, walikuwa wakikimbilia huko kwa majaji kutafuta haki zao, na hata hivi sasa wako mahakamani wanatafuta haki zao. Iweje leo majaji hao wasiaminike? Inakuwaje? 5, tunaomba vikao vya kitaifa vya maridhiano viwe shirikishi kwa makundi yote ya kidini, ya kijamii, na viwe vikao vya kutosha kukidhi azma ya kuleta maridhiano, na visiwe vikao vya kulipua. Ni vyema tukaiga maridhiano yaliyofanyika Rwanda baada ya mauaji ya kimbari, na tuchukue mafunzo huko Rwanda ambayo yaliwaleta Wanyarwanda katika uwanja wa amani baada ya mauaji. Kisha haki ikapatikana na maelewano yakatamalaki huko Rwanda. Sisi Waislamu wa Mwanza tunatoa ahadi ya kuilinda amani tuliyonayo sasa, na tunakataa vishawishi vya kuandaa maandamano yoyote yale yaliyofanyika kabla ya uchunguzi huu kukamilika na baada ya vikao vya taifa vya maridhiano. Tumesikia kupitia vyombo vya habari mbalimbali vya kimtandao kwamba kuna vijana tena wanaazimia kufanya maandamano tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Tunaomba wafahamu vijana, sisi kama viongozi tunawanasihi, tunawashauri na kisha tunawaomba
vijana wote Tanzania wasiingie katika mkumbo wa hayo yaliyoandaliwa. Siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 2025 ni siku ya Watanzania kusherehekea uhuru wao. Hiyo ni siku maalum na ni haki ya Watanzania. Sasa hatukubali mtu ambaye anataka ya kwake haki yake itekelezwe kwa kuvunja haki ya Watanzania ya kusherehekea tarehe 9 Disemba mwaka huu 2025. Kwa hiyo tunaomba sana vijana wote wa nchi hii kutoshawishika kuleta vurugu za aina yoyote katika kipindi hiki, kipindi cha kuliponya taifa letu Tanzania. Kipindi hiki cha kuliponya taifa letu Tanzania. Asanteni sana. Tamko hili limesomwa na viongozi wa Baraza la Wanazuoni wa Kiislamu Mwanza. Baada ya hapa kutakuwa na dua ndefu itakayoombwa sote kwa pamoja tukiongozwa na Sheikh Al-Amin kuiombea amani nchi yetu, na dua hii inasindikizwa na kichinjwa. Dua hii inasindikizwa na ibada ya kuchinja kama ada ya Waislamu na maelekezo ya dini yao inavyowaelekeza. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu mashekhe ambao wamehudhuria katika tukio hili adhimu, pia maustadhi, maimamu na Waislamu kwa ujumla, lakini kwa kuwa hili swala ni swala la kitaifa, niongeze na Watanzania kwa ujumla wakiwemo waandishi wa habari. Nadhani tukio kubwa ambalo na lengo la kutukusanya hapa amelieleza ndugu yetu Sheikh Sherali Hussein Sherali, ambalo amelisoma kwa umakini mkubwa, na nadhani kila mtu ameelewa, na hasa vijana. Hii historia ni wachache sana wanaoielewa au waliokuwa wanaijua, lakini alhamdulillah imefafanuliwa, tumeielewa. Mimi na point chache tu hapa za kuelezea. Point ya kwanza, kama ambavyo mlivyosikia katika waraka huu au tamko hili, limeandaliwa na Hay'a ambayo inafahamika kama Hay'atu Ulamai Muslimina fi Tanzania, kwamba jopo la wanachuoni wa Kiislamu Tanzania, na ndugu yetu Sheikh Abdallah Shaabani Saidi aligusia katika mukadima wake kwamba tutakuja kuelezea Hay'a, lakini tutagusa kidogo kwa sababu aligusia humo, tutagusa kidogo ili tusitoke katika mada. Hay'a kama ambavyo inavyofahamika kuwa ni jopo la wanachuoni wa Kiislamu Tanzania, na sura ya jina lilivyo haijaainisha ni mwanachuoni wa namna gani. Hay'atul Ulamai Muslimin, jopo la wanachuoni wa Kiislamu Tanzania. Awe mwanachuoni wa mambo ya afya anaingia humu, awe mwanachuoni wa mambo ya uchumi anaingia humu, awe mwanachuoni wa fani yoyote anaingia humu. Hii nimependa kuigusa isije kaja dhana iliyozoeleka kwamba labda inahusu mashekhe tu. Hapana, jopo hili limesheheni wataalamu wa aina zote.
Sasa ama upande wa kazi zake, kwa ufupi kabisa, hili ni moja ya kazi za jopo hili, kwa sababu miongoni mwa malengo yake ni katika kulingania na kuiweka au kuisaidia jamii kuwa katika hali ya utulivu na amani, kwa kuelimisha kwa njia mbalimbali, zikiwemo njia za mihadhara, zikiwemo njia kama hizi ambazo tulizokuwa nazo na mfano wa hivyo. Kwa hiyo nataka kugusa hili isije ikafikirike kwamba inawezekana hili si katika majukumu ya Hay'a. Hii ni moja katika majukumu ya jopo la wanachuoni Waislamu Tanzania. Na kipengele cha pili ni swala la amani, sababu sasa hivi maudhui iliyopo ni amani. Maudhui iliyopo katika uwanja ni amani, na hata ukifuatilia vyombo vya habari ni amani. Lakini amani hii sisi Waislamu ndio tunajua umuhimu wa amani. Tunafahamu umuhimu wa amani kwa mujibu wa kitabu chetu ambacho ni Qur'ani na hadithi ambayo ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunapoona kwamba amani inachezewa au amani kuna viashiria vya kuiondoa, sisi ndio wa kwanza kupambana kuhakikisha kwamba amani inafanya nini, inabaki katika mahala pake, na viashiria ambavyo vinavyoelekea au viashiria vinavyoonyesha kuwa amani inaenda kuvunjika, sisi ni wa kwanza kusimama katika hilo. Nadhani wote ni mashahidi, kabla ya uchaguzi kwa kipindi fulani, misikiti mingi, tena niseme misikiti yote, ilisheheni hutuba, mihadhara za kuhamasisha amani na utulivu. Na alhamdulillah hilo lilieleweka, na kwa kuonyesha kuwa lilieleweka, ndio maana ufanye tathmini zako wewe mwenyewe tu, utaona kundi kubwa na majina mengi yaliyoingia katika gogoro la Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29 majina ya Waislamu utakuta ni machache sana. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu Waislamu wanajua umuhimu wa amani, na mashekhe wakasimama kidete kuhakikisha kwamba waumini, vijana wao, wanafunzi wao, wafuasi wao wanafahamu umuhimu wa imani. Na ndio maana katika orodha sidhani kama utakuta asilimia kadhaa, lakini ni majina machache sana utakuta. Sasa hii nini? Hii inaonyesha kwamba Waislamu na amani yani Waislamu ndio wanajua umuhimu wa amani na nafasi ya amani katika nini, katika jamii. Lakini hili pamoja na kuwa wanalijua hilo, hawakuliachia tu kwamba ni Waislamu peke yao, bali lilienea katika maeneo mengine. Na ndio maana leo pia tuna waandishi wa habari hapa kwa ajili ya kulisambaza hili kwa Watanzania wote kwa ujumla. Na hii ni kwa sababu ya kuhofia kuwa kama itabakia kwa Waislamu tu, ina maana wasiokuwa Waislamu hawatojua umuhimu wa amani, na badala yake wataenda mbio kuvunja amani. Sasa kuhakikisha vunja amani, ambao ni hao ambao hawajui umuhimu wa amani, wakishavunja amani hakuna atakayebakia katika amani. Sio yule aliyevunja amani, wala yule aliyesababisha kuvunjika kwa amani, wala yule ambaye hakuhusika katika lolote katika hayo mawili. Balaa na athari ya kutokuwepo amani lazima imkute. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika suratul Anfal, ambao ni sura ya 8, sura ya 8 ambao ni suratul Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 25 anasema, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab.
kwamba iogopeni fitna na balaa. Ogopeni fitna na balaa ambayo haitowakuta wale tu waliodhulumu nafsi zao, na mtambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, na mtambue kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Aya hii mashekhe walijua, wakaifanyia kazi na wakawafikishia watu wengine, na ndio maana pia waandishi wa habari wako hapa ili wafikie pia na hao wengine. Na hivi katika kipindi kilichopita kuanzia Oktoba 29 kama wiki moja hivi, tuliona yaliyotokea, na yale yaliyotokea yaliwagusa ambao waliohusika katika yale, au yaliwagusa waliosababisha kilichotokea katika hizo vurugu, lakini pia yaliwagusa wale ambao hawakuhusika na vurugu kabisa. Wote tulishuhudia, kuna watu tulishuhudia wote kwamba kuna watu hawakwenda makazini ambao hawakuhusika kabisa na hizo vurugu. Kuna watu walilazimika saa 12 kukaa kwenye majumba yao ambao hawakuhusika na vurugu hizo. Kuna watu walifika mahala hata mjini maeneo ya utafutaji hawakufika, lakini hawakuhusika na vurugu hizo. Hii maana yake ni kwamba balaa likiwakuta au balaa likitokea haliwagusi tu waliohusika, bali inawagusa hata wasiohusika. Hii inatufundisha nini? Inatuonyesha kwamba ukimuona mtu anachezea amani, ukimuona mtu anataka kuanzisha vurugu ambazo zitasababisha watu wafikwe wote na matatizo, basi uwe mstari wa mbele katika kulikanya hilo na kulizuia. Kwa hili nilipenda pia kuligusia, ambayo ni nukta yangu ya pili, kwamba Uislamu na amani. Uislamu ndio amani, na Uislamu unajua nafasi ya amani kuliko dini zingine zozote. Na hili tunasema kwa kifua kipana kwamba Uislamu ndio unafahamu umuhimu wa amani na unafahamu madhara ya kutokuwepo amani kuliko dini nyingine yoyote. Nikienda kwenye pointi ya tatu, ambayo hii pia inagusa tukio ambalo linalosambazwa kwenye mitandao, ambalo pia ni la uvunjifu wa amani, ambalo ni maandamano yanayoitwa maandamano, kwa sababu hata hayo ya Oktoba 29 yaliitwa maandamano, lakini kimsingi hayakuwa maandamano. Sasa na hiki ambacho kinaratibiwa, tunavyokisikia kinaratibiwa ndani ya Desemba au tarehe 9 mwezi wa 12, ambacho kinaitwa pia ni maandamano, lakini tunasema kwa sababu tumekwishaona hapo nyuma kwamba kilidaiwa kuwa ni maandamano Oktoba 29, lakini kimsingi hayakuwa maandamano. Lakini hata hicho ambacho kinadaiwa maandamano, kimsingi inawezekana pia kisiwe maandamano. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea kutahadharisha ndugu zangu katika imani, lakini wengine pia wasiokuwa katika imani. Swala la Desemba 9 tuliepuke, swala la kile kinachoitwa maandamano tukiepuke. Nadhani waraka au tamko limeeleza vizuri sana kwamba unahamasishwa kwamba unatetea haki yako. Wewe una haki gani ambayo unaitetea katika sura ya namna hiyo? Una haki gani ambayo utaipata katika sura ya namna hiyo? Haya, mfano mfupi tu. Oktoba 29 wanadai walikuwa wanatetea haki, wanatafuta haki zao, haki ya kukaa na kufungiwa kama kuku saa 12 wendani. Hiyo haki uliyokuwa unaitafuta umeipata au ndio umeikosa zaidi? Kwa sababu una haki kwa mujibu wa katiba, unayo haki ya uhuru wa kuishi unavyotaka, muda wa kuwa hauvunji sheria. Una haki ya uhuru wa kuishi na kukaa na kutoa mawazo, muda wa kuwa hauvunji sheria. Sasa saa 12 umetakiwa uwe ndani, umepata haki yako ambayo unatakiwa uipate kimsingi kwa mujibu wa katiba, au umeikosa? Je, ni haki yako kulazwa saa 12? Ndio haki yako ya msingi hiyo. Sasa unaletewa kitu ambacho unawekewa katika sura ya nje kuwa ni haki, kumbe sio haki unatengenezewa dhulma. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nikianza na Waislamu na hasa vijana,
Lakini pia tukirudi kwa Tanzania kwa ujumla, tuepuke yanayodaiwa kuwa ni maandamano Desemba 9. Tujifunze. Uislamu tuna tabia ya kujifunza. Uislamu umetuelekeza, tukisoma kitabu chetu kinatuonyesha yaliyopita kwa mitume na manabii, yaliyofanyika, adhabu zilizopatikana, lakini mambo mbalimbali na mabalaa yaliyotokea. Sisi tunatakiwa katika Uislamu tupate mazingatio. Sasa katika tukio la Oktoba 29 liwe ni mazingatio la kutokuingia kwenye Desemba 9. Oktoba 29 yaliyojiri hapo iwe ni mazingatio sisi ya kutokuingia kwenye Desemba 9. Sisi kama Waislamu tukiingia katika hilo, maana yake tumeenda kinyume na kitabu chetu. Lakini na imani kubwa kwamba hatuwezi kuingia tena na kushawishika kwa maslahi ya watu. Hatuwezi kushawishika kwa maslahi na ndoto za watu wengine. Leo mtu anahamasisha maandamano, mtu mwenyewe haumuoni yuko wapi. Nani anasema moja kwa moja kwamba huyu hapa tunaye hapa ndio anahamasisha maandamano hayo? Sasa hii ni kitu ambayo tunatakiwa tuzingatie. Kwa na imani kuwa hatuwezi kuingia huko. Kwanza kabisa Uislamu unatuzuia, lakini pili tumepata mazingatio Oktoba 29. Lakini mwisho nimalizie kwamba haya yote yaliyozungumzwa yamelenga kwenye amani. Yamelenga watu tuone na tujue umuhimu wa amani. Yamelenga kutuweka katika mazingira ya kutokufanyia kazi ndoto za watu wengine, ikapelekea tukakosa amani. Uislamu ni amani. Dalili nyingi zimekuja zinaonyesha Uislamu ni amani. Hata salamu yetu tunaosalimiana, na ndio maana haina mkubwa wala mdogo, assalamu alaikum, kwa maana amani iwe juu yenu. Amani katika kila kitu. Amani katika kula kwako, amani katika kulala kwako, amani katika kutembea kwako, amani katika kuishi kwako. Kila kitu kimezungukwa na amani. Kwa hiyo haya pia yaliyozungumzwa na hiki ambacho kinachoendelea, tunalenga kuwaweka watu wajue umuhimu wa amani na watahadhari na swala la uvunjifu wa amani. Kwa nukta hizo chache na kwa muda niliopewa, naomba niishie hapo. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani, kabla ya dua tulete istighfari. Kabla ya dua tumombe msamaha Allah azza wa jalla. Na hii ndio ilikuwa desturi ya wema. Huenda sisi kwa haya yaliyozungumzwa kwa mzungumzaji wa mwanzo na wa pili, huenda mahusiano yetu na Mola wetu yako mbali sana. Kwa hiyo dawa ni kuomba istighfari kabla ya kutadhallali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nachukua dakika moja, kila moja lete istighfari. نستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله مثل ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه،
ورضاء نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد الأشجار، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لك الحمد يا ربي. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نشكو ضعف قوتنا وقل هيلتنا وهوان على الناس. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين. إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمورنا؟ إن لم تكن غضب علينا فلا نبالي يا الله. اللهم اجعل كيدهم في نهورهم، اللهم اجعل كيدهم في نهورهم، اللهم اجعل كيدهم في نهورهم، اللهم اجعل كيدهم في نهورهم. اللهم اجعل كيد الكفار في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. اللهم اجعل كيد الكفار في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، وانصرهم بنصرك، وانصرهم بنصرك. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم، ومزق جمعهم ودمر ديارهم، ودمر ديارهم. اللهم اجعل بين أيديهم سدا، اللهم اجعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا وهاب يا رزاق يا فتاح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. برحمتك يا حي يا قيوم، برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. إلى الله ورسوله Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.